na friendship na God. Friendship na God. Na ama mwanadamu unaweza kuwa na friendship na God. God tunajua ni mighty. Hata tumuonagi hatujui mali hata tunaweza mtoa. Hata huwezi sema ati anaishi sijui wapi. Huwezi enda kumuona. But tunaweza have a relationship na God na hatumuoni. Inawezekana bana. Kwa sababu tuna live by faith. So tunajua kuna God. But God alisema kwa Matthew 7:7, if you seek, you will find. Okay. If you knock, the door shall be open. Yeah. So if you ask, it will be given. Okay. So tunaweza kuwa na relationship na God kama sisi tuko willing. It starts with a willing heart. Na God sasa ni nani? Huyu tunaita God na friendship na yeye tutamtoa wapi? So hapo sasa ndio kibaruo. Mzee anafaa kujitafutia. Unasema okay, wacha ni kuwe foolish. Wacha ni ache pride. Okay. Wacha nianze kutafuta God. Juu God anasema I am faithful. Even if you are faithless, I am faithful. Okay. So akisema if you seek me you will find me. Fanya hivyo. Tuone kama hata jireveal kwako. So hata jireveal. Then ukisoma kwa John 14:21 inasema hivi. Those who love me. Remember, friendship is bonded by love. So if you are my friends, you obey my commands. John 14:15. Okay. Then 14:21 inasema those who love me obey my commands. I will love them and my Father will love them. And I will reveal myself to them. Okay. Makio jina reveal inamaanisha unamuona, anakam sasa unamuona as a person, anaanza kukuongelesha unasikia audibly. But wanasema gati God is calm, God is kuongelesha, lazima ongeleshe maybe pasi ama ongeleshe prophet fulani. God amekaa mpaka huku chini, amekaa mko ordinary, msi hata hana church, msi hana uradi yoyote. Umekuwa na umekuwa na friendship na God for some time, No. Ushaikuwa na hiyo moment ya God anakuja na kuambia kitu fulani. Juu msi akikwambia ni aje God aliniambia kitu fulani, inakaaga sasa umekuwa prophet, umekuwa kapasi fulani. Unaona? Sasa ni kujichocha kulingana na wase wengi. Unaenda unaambia ni aje wase, ni aje God aliniambia ABCDEFGH. Wase wanasema yazi bana. Hiyo kitu reserve for prophet na mapastor. So kulingana na wewe ushaikuwa na hiyo moment na God. Mimi kabisa kila usiku lazima ni communicate na the Almighty King, the God of glory. Okay. First John 1:12 it says and those who believed he gave them the right to become the sons of God. Yes. Remember, it is the right of a son to see his father. Ama? True. Yes, ni right. Bana, inakuwa ni right. Mimi yenyewe nataka kuona Buddha. Ni right yako kuona God. Ni right yako kuspeak na God. Okay. Unapata? So ni utumie the right formula yenye amesema ya kumseek. Okay. Kumseek. Could draw near to him and he draws near to you, seeking him diligently. Jeremiah 29:13 inasema hivyo, that if you seek me with a genuine heart, you will find me. So hizo si ya maprophets peke yake bana. Hata kitu hata inanikumbusha ni unasema tu si ya maprophet. Unajua kitambo ma priest ndio walikuwa wanaendaga peke yake kwa God. Kulikuwa gana the outer court, then kuna the holies of holies, then congregation iko huku nyuma. So ma prophet walikuwa wanakujaga kwa hiyo chamber, then ule priest, high priest sasa ndiye alikuwa anaingiaga interior kubonga na God. Na God alikuwa muintense vakoya, walikuwa na have kumfungilia uzi bling bling ndio akistrikiwa na God. Juu akiingia na sin anaweza strikiwa na God, wanampull. Wakisikia ha respond wanamvuruta. Juu hakuna aga mse angeenda kumchukua huko ndani, bado ungestrikiwa huko ndani. So God ni holy your design. Now when Christ alikam alivunja hiyo
lazima upitie kwa priest, ama priest ndio ende kuongelelea kwa God, but unaweza jiongelelea kwa God. Now Mogaziz, what is friendship with God? Friendship with God is this: first of all, obeying his commands. Nice. Na command ya kwanza ni kukuwa born again. Okay. So kama hujaweza kuobey hiyo command ya kukuwa born again, usikii kwanza wewe si friend ya God. Romans 5:10. For we were enemies of God, but through the death of his son we became friends. Okay. By believing in Jesus Christ, we become the friend of the Almighty King of Kings. Okay. Yeah. So lazima kwanza kuwe born again. Hiyo ndio the first step ya kukuwa best ya God. Si alisema if you love me you obey me. Then akasema no one will enter the kingdom of God if he is not born again. John 3:3. Yes. You must first be born again. After being born again, then it follows. It is a intimate relationship. One on one. Kama venye unakatia ngadeni. Kwanza unaanza katu kwenda mdogo mdogo. Mdogo tu hauna puba bana. Mdogo tu. Unaanza kumsifu, mazi umeweza nini? The same. Thank you Lord, unaanza kumthank. Hadi nakumbuka kama first time zangu nikidetana na nilikuwa nachapia dem. Hadi asante umekaa. Bana wase hawatakangi kufanya hivyo na God. Na God imagine ni great hata kuliko yo man. So hivyo ndio inaanzaga sasa. Okay. So unakuwa born again, then unaanza kumseek. Then ukimseek, unamseek with a genuine heart. Hiyo na usisahau. Okay. Then word yake lazima ikuwe rada. Ukisoma 1 John 2:24 inasema, let that message which you heard from the beginning. Remember the word was from the beginning. Let it abide in your heart. Stay in union with Christ and the Father. Okay. So bila word ya God, hawezi endelea kukaa in union with the Father or God. Okay. Yeah. Nice. Now, is God seeking friendship with man, and how can we have a friendship with God? God is seeking. Unapata? Hiyo Bible verse gani? Unapata kama John 4:20-24. Tunaweza soma 4. Ndio word yako. Inasema Jesus said unto her, I that speak unto thee I am he. Haya tuingie 23. Yet a time is coming and is now when the true worshippers will worship the Father in truth and the Spirit. For he is seeking for worshippers to seek him in truth and in spirit. God is spirit, and his worshippers must worship him in spirit and in truth. Nice. Hebu jiulize, in truth na in spirit. The Almighty King alikuwa ananichapia ma revelations siku fulani. Kumseek in truth ni kuacha kuwa fake. Unapata? Ati ukiomba uko, oh Father. Unapata? Ati oh Father. I love, forgive me. Then simu ukipiga uko hivi. Unasemaje muda? Kukuwa fake. Unapata? God anataka ukue truth. Unakuwa yourself. Unaenda na lugha yoyote. Sasa unakuwa venye wewe huko, venye anakujua, si kupretend. Then in the spirit, being born of the spirit, unakuwa born again. So unaanza kumworship in spirit. Yeah. Nice. So in spirit. So kitu ya kwanza ni kuwa converted. Kitu ya kwanza hiyo ni muhimu sana kuwa converted. Yeah. Salvation, one thing, is only found in Jesus Christ. Acts 4:12. That there is only one name given for men to be saved. The name Jesus Christ. Unapata? You can never be saved without Jesus Christ. Okay. He is the salvation of men. Unapata? So Jesus Christ came to reconcile your relationship and my relationship with God. Bila Jesus Christ, usikia wezi kuwa intimate na God. Yeye ndio the gate pass. Unapata? John 10. I am the gate. Sindio? True that. So, first thing, Romans 10:9. If you confess that Jesus Christ is Lord
then believe in your heart that he died and raised, you will be saved. Nice. First, if you confess, you are saved through your confession. Usiki ukiwa njaa, mimi sasa sema niko njaa, then nikuja hapa ninyamaze. Kwani bro anaweza nisaidia? Haezi jua niko njaa, but ni confesseni aje niko njaa maze. Sijakula. Utanisaidia juu nimebonga. Unapata? So hiyo kuconfess inafanya ukuwe saved. Then through believing we become righteous. Because the righteousness of right now is through faith in Jesus Christ. See works. Philippians 3:9. See works ni only faith. God ametushika tu na kitu moja. Kubelieve tu. Kubelieve uko saved. Ukisoma Acts 15:9 inasema and he forgave their sins to those who believed. So kama ubelieve umeforgiviwa, hauwezi saidika hapo. Nice. Sema Bwana Yesu, ninakiri kuwa wewe ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na ninaamini kuwa ulikufa na ukafufuka kwa ajili ya dhambi zangu. Futa jina langu kwa kitabu cha kifo na uandika jina langu kwa kitabu cha uhai. Nimeokoka. Yesu ndiye Bwana wa maisha yangu. Amen. I thank you, Lord, for all those who have been born again right now. I thank you, Lord, for you have filled them with your spirit, Lord. And I decree in their lives that they are starting to experience you in a new way. Thank you, Lord, because of the deep conviction of sin through your Holy Spirit that is in them, that they will always walk and be in you, Jesus. Amen. Wazi mogazizi razizi. Wazi. Fiti kukuka. Yeah.